Tazama taarifa ambayo sio afya kwa Injili au sio afya kwa mwili wa Kristo, kwa maana hawa wote ni viungo katika mwili wa Kristo. Ninamzungumzia mwimbaji wa nyimbo za Injili, mama yangu Upendo Nkone, pamoja na dada yangu Martha Mwaipaja. Na hii imekuja mara baada ya Martha Mwaipaja kujitokeza hadharani akijirekodi video, picha mjengeo, akieleza Upendo Nkone atoe ushahidi. Kwani imeanzia wapi? Tupate nafasi kusikia kile ambacho alikizungumza Upendo Nkone wakati akifanya mahojiano. Yalipotokea ya kutokea kati ya yeye na dada yake, yalipotokea hayo yaliyosikika, yes, mama yake mzazi alikutafuta, akanitafuta, akaniomba niongee naye kujua ni nini kilichomtokea. Lakini pia mama yake mzazi akaniomba niongee naye baada ya kujua, yani nitakapokuwa nimeongea naye basi nijaribu hata kuomba naye. Ndio. Ukiacha hapo sasa, mdogo wake akanipigia simu, akaniambia hali wanayopitia katika familia na nini na nini. Na ukumbuke wote wanakuja kwangu kwa sababu mimi baraka ni kama ilipitia kwako. Yeah. Sasa mimi kabla sijampigia yeye kuongea naye, si kama unanielewa, kuna kitu unajifunza, yani deep than you know. Kabla hujampigia mama kaongea, mama ameongea, na dada ameongea. Yes. Dada ameongea, mdogo wake, yes, ameongea, anasema naomba utusaidie kuongea na dada. Kuna 1 2 3 kama hivi tu unavyoweza kunipigia wewe kabisa. Kabla yani nimesema kwamba nitamuongea naye labda kesho. Leo nitaongea naye kesho labda. Mdogo mtu sijui kilitokea nini, akampigia simu dada yake akamwambia Upendo anataka kuongea na wewe. Oh my God. Mama, Upendo anataka kuongea na wewe. Kwa kabla hata sijapiga simu, Martha akanipigia simu. Akaniambia, shikamo. Halo, shikamo. Mimi Martha hapa, nimesikia una ujumbe wangu. My God. Okay. Nimesikia una ujumbe wangu, unataka kuongea sio na mimi, sio unataka kuongea na mimi. Nakusikiliza. Oh. Yeah. Kama nimeongeza neno, Mungu anihukumu hapa. Nikamwambia, nitaka kuongea na wewe kweli. Maana kuna vitu niliongea na mama na dada pia akaniambia, mdogo wako pia akaniambia, nikasema ni vizuri tuongee. Akaniambia hivi, wewe unataka kuniambia nini? Oh my God. Baada ya kumsikia Upendo Nkone, sasa tumsikilize Martha Mwaipaja. Yeye anasemaje kuhusiana na hili? Haleluya, asante Yesu. Sasa leo nataka naongea kitu kuhusu Upendo Nkone, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Upendo Nkone umeingia kwenye media hizo, kwenye social media, umeniongelea vibaya. Sasa katika yote uliyoongea, ambalo mimi nimetaka leo niliongee ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Ana hayo mengine yote uliyoongea nimeona ni ujinga tu. Mimi siingiage humu kwenye social media kwa sababu tu mtu kaongea basi niingie. Nikiona kuna cha maana hapo naweza nikaongea. Sasa cha maana nilichokiona mimi katika ulioyaongea ni kuhusu mimi kukutishia maisha. Na hii kukutishia maisha nataka ukanielezee vizuri kwenye sheria. Ukanielezee vizuri nimekutishiaje maisha na uje na ushahidi mzuri. Msione sifa kuchafua wenzenu. Msione sifa kutumia hiyo midomo yenu kuongea watu vibaya. Msiharibie wengine heshima ili nyewe muwepo. Hakuna mtu anaweza inuka kwa kumpiga mwenzie. Hakuna mtu anaweza kupanda kwa kumharibia mwenzie. Nkone, Upendo, katika watu siwawazi kwenye kichwa yangu hata kuwafikiria wewe. Na kuheshimu tu kama mama. Na kuheshimu tu kama mtu mzima.
na kuheshimu tu mimi, wewe umri wako na mimi ni tofauti sana. Sasa hebu tuheshimiane tu, tuheshimiane kabisa. Na waomba na kuopa, utanieleza vizuri wapi nilikutishia. Sijaongea na wewe miaka karibia 9, hatujaongea kukutana hivi tukaongea hata kwa simu. Sasa kama ulipanga uniangushe kwa maneno mabaya, unichafue, iwe mwanzo na mwisho.